Wakati nimetembelea Kenya mwaka 2021 nilizungumza pale bungeni kwamba sisi Watanzania na Wakenya ni wamoja, na hata wanyama wetu wanajua hilo. Nikawapa mfano wa wildebeest kule Serengeti na Masai Mara. Wale wanyama they are traveling with no borders, hawagongi pasipoti, hawalipi fees kwenye vikwazo, hawana chochote, wanaingia Kenya, wanarudi Tanzania. Na nzuri zaidi, wale wanyama anabeba uhai au ujauzito kwenye nchi moja, anakwenda kujifungua kwenye nchi nyingine kwa zile season zao. Sasa nikawauliza wabunge wa Kenya, mtoto wa wildebeest ana uraia gani? Uraia wa Kenya au wa Tanzania? Sababu ujauzito umebebwa huku lakini kazaliwa huku, ana uraia upi? Na you never know, inawezekana baba na mama si wote wa Tanzania, kule wakikutana kule kwenye heating system, inawezekana dume la Kenya ndio limepanda Tanzania. Sasa watoto wana uraia gani? Na hivyo ndivyo wa Kenya na Watanzania tulivyo. Hatuna budi, sisi ni watu wa ardhi moja, lakini ni watu wa destiny moja. Lakini yanayotokea haya ni kwa sababu ya selfishness, utandawazi, kusikiliza sana nje, mambo ya teknolojia, sijui mambo ya globalization, yanatugawagawa hapo katikati. Lakini ukienda kwa undani, leo tulikuwa tunafanya introduction kwenye mazungumzo yetu ya serikali, na katika introduction wakawa introduce magavana wawili wa provinces, wote wa Masai nadhani wale, lakini it happened wale pale, lakini wale nilikutana nao kwenye msiba wa marehemu Mheshimiwa Lowassa, and they were crying sawa sawa na Wamasai wa Tanzania, na wanasema tumeondokewa na ndugu yetu. Sasa sema wameondokewa na ndugu yao, wao wametoka Kenya, Lowassa Mtanzania, lakini walikuwa wanalia kama Wamasai wengine pale kwenye msiba. Kwa hiyo watu ni wale wale.